Mtazamaji, ni kuwa Rais William Ruto ametua katika mji wa Sagana, kaunti ya Nyeri, ambapo anatarajiwa kuanza rasmi ziara yake ya siku 5 katika maeneo ya Mlima Kenya. Katika ajenda yake, Rais amepanga kuzindua na kukagua miradi muhimu ya maendeleo katika kaunti 9 eneo hilo. Hii leo wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza walikamilisha maandalizi ya kumlaki Rais Ruto mlimani. Sheila Chelangat anaarifu zaidi. Rais William Ruto hapo kesho anatarajiwa kuanza rasmi ziara ya siku 5 Mlima Kenya, leo akiwa amefika mji wa Sagana na kukaribishwa na baadhi ya wakazi. Ziara hii ni ya maana kwa rais katika kuzindua na kukagua miradi ya maendeleo na pia kunadi uungwaji mkono baada ya serikali yake kufanikiwa kumtimua afisini naibu wake wa zamani Rigathi Gachagua. Kwa hivyo umenituma niambie rais, tutamkaribisha kwa shangwe na nderemo. Tutamkaribisha kama kiongozi wa taifa. Tutakaribisha kama mfalme wa nchi yetu ya Kenya. Kesho rais anaanza ziara hii katika kaunti za Laikipia na Nyeri, ambapo atazindua awamu ya mwisho ya usambazaji wa umeme mashinani, kukagua miradi ya nyumba za bei nafuu na kutoa hati miliki kwa wakazi wa maeneo hayo. Asifungulie hiyo njia, tutashukuru. Na vijana usingayuri mingi hapa, ina kazi yao ni kutafuta njia yoyote na waajiri yao. Sasa Mungu amekuja aleta hizi kesho, vijana vipate kazi. Katika siku yake ya pili, Ruto atakuwa katika kaunti za Meru na Kirinyaga, ambapo atakagua miradi na kutoa hati miliki katika soko la Athwana. Alhamisi, rais atafululiza hadi kaunti za Nyandarua na Murang'a, akiwahutubia wakazi katika mji wa Olkalou, mji wa Injinia, Makuyu, Makenji, Maragwa na Kangemi. Ijumaa rais anatarajiwa katika kaunti za Tharaka Nithi na Embu, na siku ya mwisho atasimama katika miji mbalimbali katika kaunti za Nyeri na Kiambu. Na rais, ujisikie uko nyumbani ukiwa Mwesheri. Na tunakupenda vilivyo na rais. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji hata hivyo amemkosoa Rais William Ruto kwa kumpiga kalamu aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi, kimtaka Rais Ruto kurejelea uamuzi wake na badala yake kuwatimua mawaziri ambao kulingana naye hawafanyi kazi. You need to withdraw that statement na useme makosa ile JD alifanya, kwa sababu mimi naweza simama kidete niseme JD Muturi was not incompetent na si mtu ambaye hajui kazi yake. Sheila Chelangat, runinga ya TV 47.